Mbegu za asili zinaendelea kutambuliwa kama nguzo muhimu katika mfumo wa kilimo ekolojia maarufu kama agroecology. Katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, kupungua kwa rutuba ya udongo na gharama kubwa za pembejeo, wataalamu wa kilimo wanasisitiza umuhimu wa kurejea kwenye matumizi ya mbegu za asili. Tunapoongelea mbegu za asili ni mbegu zile ambazo mkulima amekuwa akizitumia kwa kizazi na kizazi. Hiyo ni maana ya kwanza, kwamba mkulima amezaliwa amezikuta mbegu aina fulani wazazi wake wamekuwa wakizitumia, lakini wazazi wao pia walizilisi kutoka kwa wazazi wao. Kwa hiyo ni mbegu ambazo zimekuwepo kwa generation nyingi, yake miongo mingi katika vizazi vingi katika eneo husika. Hiyo ni mbegu ya asili na imekuwa ikitumika kwa maana ya inavunwa, inalimwa, inaenda shambani, inachaguliwa vizuri, inahifadhiwa, inakuja tena kutumika msimu unaofuata. Imetumika hivyo kwa miaka na miaka kwa kizazi hicho katika eneo hilo husika. Hii ni maana ya mbegu za asili au mbegu za mkulima. Lakini pia mbegu hizi za mkulima au mbegu za asili zina sifa kwanza kubwa nyingine ya kujirudia. Kwa maana kwamba unaweza ukapanda msimu huu, msimu ujao pia ikatoa vile vile, msimu unaofuata pia ukaipanda tena, msimu unaofuata pia ikapanda tena. Kwa hiyo ni mbegu ambayo ina mfumo wa kuweza kujirudia. Hizi ni mbegu tunaziita mbegu za asili. Lakini pia tofauti na hizo ni kwamba mbegu hizi ni mbegu ambazo zimekuwa zikiwa na sifa za kitamaduni halisi. Yaani kwa maana ya kwamba unakuta mbegu inatumika kwa jina lake halisi kutokana na eneo husika. Unakuta kwa mfano ukienda upande wa Karatu kuna mbegu ya mahindi mfano inaitwa Mehe. Sasa neno lile Mehe ni kutokana na kabila husika la eneo husika. Kwa hiyo ni mbegu ambazo zinazingatia tamaduni na asili ya eneo husika ambapo inapatikana. Tofauti na mbegu hizi za viwandani ambazo zinakuja kutegemeana na majina ya kibiashara. Nyingine ni kwamba mbegu za asili ni mbegu ambazo zinaimanika kuwa na virutubisho vya kutosha, kwa maana ya kwamba vina mlinganisho wa virutubisho mbalimbali katika mbegu hizo. Na ninaweza nikatoa mfano halisi, ni kwamba kupitia shirika letu tulifanikiwa kufanya utafiti wa kuangalia hizi ambazo zinaitwa mbegu za asili kwa upande wa mahindi na maharage, kama vina virutubisho gani zinazotofautisha na mbegu zingine. Tukaja kugundua kwamba hizi mbegu ambazo zinaitwa za asili za wakulima zimekuwa zina mlinganisho wa virutubisho vya aina mbalimbali ambavyo ni muhimu sana katika kutokomeza udumavu na hali yoyote ile ya utapiamlo au udhoofu kwa watoto na watu wazima. Kwa hiyo ni mbegu ambazo zina sifa ya kuwa na virutubisho vingi kwa wakati mmoja, na pale zinapopandwa basi zinaweza zikamsaidia mkulima kwa namna moja ama nyingine. Mbegu hizi za asili pia zina sifa za kuwa na uzoefu wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi kwa eneo husika. Iko mbegu kwa mfano ya mahindi ina sifa ya kipindi kile ambacho mvua inakuwa haipo, inakuwa kama imesinzia, na pale mvua inaporudi inakuta inaamka na kuchanua vizuri. Sasa sifa kama hizi huwezi kuzikuta kwenye mbegu hizi za kisasa au mbegu za viwandani au mbegu za chotara. Ni mbegu ambazo zinakuwa zina uwezo wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanazidi kuisumbua dunia kwa hivi sasa. Lakini mbegu hizi pia zina sifa kustahimili kuhimili mashambulizi ya magonjwa na wadudu. Wako wadudu wengi sasa hivi wamekuwa waharibifu kwenye mazao. Wapo wadudu ambao wanapekesha mazao, yapo magonjwa ambayo yanafanya mkulima akose kabisa kwenye kupata chochote kile. Lakini kwa kutumia mbegu za asili zinakuwa na uwezo, pamoja na changamoto zote hizo, zikahimili na kumpatia mkulima mazao ambayo yatamsaidia kwa ajili ya chakula ama kwa ajili ya biashara. Mbegu hizi ambazo zimehifadhiwa na kuendelezwa kwa vizazi vingi zina uwezo mkubwa wa kuhimili mazingira ya ndani, kuhifadhi bayoanuai na kupunguza utegemezi wa kemikali katika uzalishaji wa chakula. Ni ipi faida kubwa mkulima ataipata akitumia mbegu za asili ukilinganisha na mbegu za kisasa? Sasa kwa upande wa pili, ukaziangalia zile mbegu za kisasa au mbegu za viwandani, utaona zinatofautiana kidogo na mbegu hizi za asili. Kwa mfano upande wa ustahimilivu wa magonjwa, mbegu hizi za viwandani zimekuwa zikisumbuliwa sana na magonjwa na wadudu ambao imemsababishia mkulima kupata hasara kwa kiwango kikubwa sana. Lakini vivyo hivyo mbegu hizi zimekuwa na changamoto sana kustahimili mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanatokea hivi sasa. Na ndio maana wazalishaji wengi wa mbegu hizi wamekuwa wakihangaika kubadilisha mbegu kila msimu na msimu. Tofauti nyingine kati ya hizi mbegu za asili na za viwandani ni kwamba katika umiliki, mbegu za asili zinamilikiwa na jamii ama mkulima mwenyewe, lakini mbegu hizi za viwandani
umiliki wake ni katika kampuni husika ambayo inazalisha mbegu. Kwa hati miliki hapo inakuwa inamfunga yeyote ambaye anaweza kutumia hizi mbegu kwa ajili ya kuziendeleza. Kwa huku kwa mbegu za asili, mtu yeyote mwenye zile mbegu umiliki wake ni wa umma, kila mtu anaweza kuzitumia na kuziendeleza. Lakini kwa zile mbegu za viwandani, umiliki wake ni kwa kampuni husika. Kwa ili uweze kuzitumia lazima upate kibali au ruhusa kwenye kampuni husika. Lakini jambo lingine ni upande wa uwezo tulisema uwezo wa kuweza kujirudia. Hizi za asili nyingi zina uwezo wa kujirudia, lakini hizi za kiwandani kwa mnajili wa kibiashara nyingi zinakuwa hazina nguvu ya kuwa na uwezo wa kutoa mavuno yale kwa msimu unaofuata kama ambavyo imefanya kwenye msimu wa kwanza walipokuwa imepandwa. Wakulima wanafaidika vipi na matumizi ya mbegu za asili katika swala zima la lishe pamoja na biashara? Haya mazao yana faida kubwa katika afya zetu. Kwa mfano, haya mahindi ya njano yana lishe. Kwa hiyo mimi hapa napata lishe, na hapa pia napata vyakula vingine ambavyo havipatikani kwenye lishe nyingine ambayo havipatikani kwenye vitu vingine. Kwa mfano kama mahindi haya yana madini chuma ambayo kwa kawaida wanadamu wanapaswa kupata pia katika ukuaji wake wa mifupa, inaweza kumsaidia. Kwa hiyo familia yangu inapoendelea kutumia haya mazao, kwanza yana faida katika lishe bila kuwa na bughudha nyingine, bila kuwa na hitaji la kwenda kula vidonge mbalimbali ambavyo vimeandaliwa katika namna ambayo sio ya asili. Kwa hiyo sisi tunatumia kwa sababu ni asili, pia ina virutubisho vya asili katika miili yetu. Tulipojikita hapa tunaona mafanikio ni mengi sana, kwa sababu kama unatunza ardhi yako kwa kutumia uasili halisi, kwa hiyo utakuwa ni tofauti na wengine ambao wanatumia makemikali mengine. Kwa hiyo faida ambayo tunaipata moja kwa moja, ya kwanza kabisa ni tuna mbegu zetu za asili ambazo tunaendelea kuzihifadhi. Cha pili, tuna namna ya kupambana na mabadiliko haya na wadudu wanaoshambulia kwa namna ya asili. Kwa hiyo faida hizi ukizijumlisha pamoja na lishe ambayo unaipata kutoka kwenye vitu hivi vya asili, tunaona ni kama ni faida kubwa, kama faida ambayo inategemewa kupatikana kutoka katika familia zetu. Sisi tuna kauli mbiu inayosema lishe zaidi. Kwa hiyo kwenye lishe tunasema kwamba lishe yetu ni zaidi, na mazao haya kwa sababu ni ya asili, unaweza kuwa na tofauti katika matumizi pia. Sababu punje zetu hizi ambazo ni za mazao ya asili, kwa mfano punje za mahindi yetu yana unga mwingi, ni punje zilizochiba. Unaweza kuwa na mahindi machache lakini ukatumia kwa muda mrefu. Huko nyuma tulikuwa tunalima mahindi, tunalima maharage, lakini kilimo chetu kilikuwa cha mazoea. Tulikuwa saa nyingine hatujui hata mbegu bora, hatujui wakati mzuri wa kuotesha, na tulikuwa tunatumia viuatilifu. Kwa mfano tulikuwa tunatumia sana sumu. Kwa hiyo mazao yetu yalikuwa yanaathirika kwa sababu ya sumu ambazo tunatumia. Lakini kipato pia kilikuwa kinashuka kwa sababu hatupikii malengo, na kila siku maisha yetu ilikuwa ni ya kuungaunga. Lakini nishukuru miradi, toka nilipoanza kujiunga kwenye miradi, maisha yetu yameneemeka. Kwetu ile dhamiri ya kusema njaa na umaskini kwa historia kwetu imewezekana. Tumekuwa na chakula ambacho tunawapata na majirani. Kupitia kilimo ekolojia, mbegu za asili zinachukua nafasi ya kipekee katika kujenga mifumo endelevu ya uzalishaji, kuboresha lishe na kuongeza uhuru wa mkulima katika maamuzi ya kilimo. Nini kifanyike ili mbegu hizi za asili ziendelee kuwanufaisha wakulima, kulinda ardhi yetu pamoja na swala zima la lishe? Ushauri wangu ni kwamba tuweze kutengeneza mfumo ambao utasimamia hizi mbegu za wakulima kwa kujitegemea, kwa kutambua mfumo huo, mfumo wa mbegu ambao unasimamiwa na wakulima, na kuweza kutambua mfumo huo na kuweka miongozo ya namna gani wakulima wanaweza kaziendeleza, wakazitunda, wakabadilishana, wakazilima mbegu zao na kuzifanya shughuli za kilimo ziweze kuwa nzuri. Lakini ushauri wangu pia kwa watumiaji, kwa maana ya sisi kama walaji,
ni kuzingatia ulaji wa mazao yatokanayo na mbegu za wakulima au mbegu za asili. Kwa sifa ya kilishe tu, kuna kipingamizi kingine kwamba kwa sasa hivi magonjwa mengi ni ya mifumo ya chakula, lakini mbegu za asili zimeonekana kuwa na virutubisho vingi ambavyo vinaweza vikakingana na maambukizi mbalimbali yatokanayo na miongezeko ya mwili kama vile pressure na mengineyo. Kwa hiyo kwa kutumia mbegu za asili tunaweza kuwa tumepata suluhisho muhimu sana kwa magonjwa yale ambayo sio ya kurithi, lakini pia inaweza kutusaidia pia kwenye upande wa kilishe, hususan kwa watoto ambao wana udumavu. Ziko mbegu za asili ambazo zina virutubisho vingi ambavyo ni muhimu katika kuondoa utapiamlo na kuondoa kwashakoo kwa watoto. Kwa hiyo tukitumia mbegu za asili na kuziingiza kwenye mifumo mbalimbali ya kiserikali kama mifumo ya chakula cha mashuleni, kama mifumo ya chakula cha kina mama, ili kuweza kuzitambua kwenye hatua hiyo, itawasaidia katika kuboresha afya ya mama na watoto wale wanaojifungua, lakini pia kudumisha ukomavu wa akili kwa watoto wale ambao wanaenda shuleni.